kama kwamba watu ambao walikuwa na njaa walikuwa wanaenda kukimbilia kwa hiyo miji. Hapana. Eti watu ambao walikuwa na magonjwa hawakukuwa wanaenda kujificha kwa hiyo miji. Watu ambao walikuwa na stress ya maisha hawakukuwa wanaenda kujificha kwa hiyo. Yaani ni miji ambayo ilikuwa inatenga kwa sababu ya wale ambao wamefanya mistake na wale ambao ni wageni waende wakapate mahali pa kutulia. Lakini kitu cha ajabu ni ya kwamba kwa sababu Mungu ambaye ni wa ajabu, wakati ambapo alikuwa anazitenga hizi miji, katika miji misita, inamaanisha kwamba haikukuwa imekamilika. Yaani kusudio la Mungu halikuwa linakamilika, ama numbers ya Mungu haikuwa imekamilika. Sababu katika numbers za Mungu alama 7 iko na maana yake. Lakini Mungu amemwambia kwamba atenge miji 6 peke yake. Hiyo ya 7 haiache hivyo, ya 7 isihesabike. Kwa sababu gani? Mji wa 7 ulikuwa una mmoja tu ambaye atakuwa mji kwa maisha ya watu. Hallelujah. Yaani kuna mji wa 7 ambao ulikuwa bado Mungu hakumpea nayo Musa. Mungu hakumpea hata Joshua mji wa 7. Kwa sababu gani? Huu mji wa 7 ni mji ambao utakuja kwa sababu ya faida yetu sisi. Na hautakuwa mji wa kawaida, na hautakuwa mji kama huo, utakuwa ni mtu. Sababu agano la kale ilikuwa ni kifuniko, ama ilikuwa ni shadow, ama ilikuwa ni kivuli cha agano jipya. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ama Yesu asingejidhihirisha kama Yesu katika agano la kale. Huku alikuwa anaonekana ni kama malaika wa Bwana. Huku alikuwa anaonekana ni kama Melkisedeki. Anafananishwa kwa mfano tu. Lakini halikuwa bado hajajidhihirisha, na ndio mji wa 7 ambao sisi tunahitaji kwamba kuwa makimbilio yetu. Huku watu wangekimbilia kwenda kujificha huko, na wanaongea na wazee wawaambie, mimi nilifanya mistake, sikuwa kwa kutaka, lakini ilikuwa mistake tu. Awaambie wazee ili aweke katika hiyo mji. Lakini hapa ndio kitu moja ambacho nataka kusaidia. Kuna nafasi ambayo Mungu amepea mwanadamu, na kuna nafasi ambayo Mungu mwenyewe amejipeana peke yake. Nafasi gani? Mungu hajafanya mwanadamu kuwa makimbilio. Hajamfanya mtu kuwa mji wa makimbilio. Mungu hajamfanya mtu kuwa mtu wa kutumainia. Hiyo mambo mbili Mungu amemnyima mwanadamu. Anaweza kutupea nafasi ya kusaidia watu, anaweza kutupea nafasi ya kuhudumia watu, anaweza kutupea nafasi ya watu wa kuamini ndio na wata kuamini 100% kama Mungu. Lakini mahali pa makimbilio Mungu hajapeana kwa mwanadamu. Sababu akipeana kwa mwanadamu, atakosa nani atakimbilia kwake? Hakuna. Mwanadamu akiwa tumaini ya mwanadamu, utaenda kwa Mungu kufanya nini? Hawezi kupea mwanadamu nafasi ya kuwa makimbilio. Hiyo hapana. Hiyo alitunyima hiyo nafasi. Na ndio maana unakuta kwamba baadhi ya watu wengi wanakuwa na majeraha katika mioyo yao. Kwa sababu gani? Walifanya mwanadamu kuwa makimbilio yao, wakakosa kufanya Mungu kuwa makimbilio yao. Walifanya mwanadamu kuwa tumaini lao, wakakosa kufanya Mungu kuwa tumaini lao. Hallelujah. Na acha nikwambie kitu moja cha ajabu, ni ya kwamba katika maisha tunaishi, kila mtu yuko na mahali anakimbiliaga. My friend, sisi tunasoma neno nasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Mimi Mungu kwangu ni kimbilio. Na kuna mtu mwingine ambaye muganga ndio kimbilio lake. Kuna mtu mwingine ambaye antinjwa na kuaga kimbilio akipatikana na kashida tu. Number 1 kwa simu ni auntie. Auntie naona. Number 1 kwa simu ni brother. Number 1 kwa simu inakuaga ni shosho. Number 1 kwa simu ni guka. Ndio anakuaga mji wake wa makimbilio. Nacha nikwambie Mungu anakuaga na uchungu sana na mtu ambaye utamfanya kuwa makimbilio yako. Kama hakufanya Musa kuwa mji wa makimbilio, na hata wakati Israeli walikosa akatuma nyoka za moto, hakuweza kumfanya Musa aweke juu ya mlima. Alisema tengeneza nyoka ya shaba. Sababu binadamu akikuwa makimbilio, utaanza kumuona kama Mungu wako mdogo. Huyu utamuabudu
Na ile kitu moja ambayo Mungu hataki maabudio yake, sababu achangie utukufu pamoja na wanadamu. Hapana. Akikupea nafasi ya kusaidia mtu, hapana kusema kwamba kama singekuwa mimi haki nakwambia huyo alikuwa ameisha. Ile tunakuaga mnatupaka mafuta wakati mwingine, haki kama singekuwa hiyo wakati, haki ni Mungu alinitumia kwa hiyo wakati. Mungu alinifanya tu nikusaidie kwa hiyo wakati. Sio mimi kwamba ni mimi unataka kuniona hapa. Ni Mungu alikusudia nikuwe msaada kwa hiyo wakati tu. Sababu anatupayaga time tu. Sababu unajua kuna shida zingine ambazo mwanadamu hawezani nazo. Hallelujah. Sasa kuna watu ambao natuko nao kanisani ambao ndoa zao zikianguka wako na mahali pa makimbilio. Kuna mahali wanakimbiliaga. Unasikia wengine wanatengenezaga ndoa. Kuna mahali eti zinatengenezwa. Sijui ni wapi huko. Kuna wengine eti biashara zinatengenezwaga mahali. Mimi sijui ni wapi, lakini mimi ninajua mahali nikiteleza kidogo najua mahali ninakimbiliaga. Hallelujah. Watu wa Agano la Kale wakati ambapo walikuwa najua kwamba waliheshimu kanisa, waliheshimu mahali ambapo panajengwa madhabahu, ya kwamba akipatikana na shida anaweza kimbilia katika nyumba ya Mungu. Lakini kizazi cha leo watakufuata paka katika nyumba ya Mungu. Sikiza nikwambie, wewe ambaye umefanya mtu kuwa tumaini lako, kuwa makimbilio yako, anza kurudi. Rudi kwa Mungu. Useme Mungu ndio tumaini langu na ndio nasema kwamba unasikia Yeremia anasema namna gani? Amelaaniwa mtu ambaye amemtegemea. Yaani amemfanya kuwa kinga yake, cover yake. Yeye ndio anafanya kwamba yote kwake. Yaani ukilala ukiamuka ni fulani kwa mawazo. Ulishaona mtu anakusumbua na simu kila wakati na message ya mpaka unashindwa na huyu naye hana kazi ya kufanya ama ni nini? Yaani kuna mtu mwingine anaweza kusumbua mpaka ukablock namba zake kwa sababu unashindwa. Si nilimsaidia jana, nilimsaidia tu. Na sasa kila saa sijakula, sijakunywa, nataka sina fare, sasa unashindwa huyu mtu sasa. Na kweli kwa hii dunia ameletwa kwa sababu yangu ama ni aje? Sasa niambie huyu siku utamunyima siku moja tu na kwambia utaonekana shetani. Hiyo wakati unaonekanaga wewe ni kama Mungu kadogo, lakini sasa utamunyima tu huyu ni shetani kabisa. Wanajifanyaga wokovu. Acha nikwambie my friend, acha nikwambie, toa matumaini kwa binadamu. Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Lakini mstari wa 5 yuko nasema namna gani? 7 anasema amebarikiwa mtu yule ambaye Bwana ndiye amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Sasa hapo chini kuko mambo mengi ambayo anasema kwa sababu ya yule anamtegemea Mungu. Kwa hiyo mimi kwako unaweza ukaniamini lakini usinitegemee. Hallelujah. Unaweza ukaniamini ndio na usiniamini 100%. Mungu tu ndiye anaweza aminika 100%. Hallelujah. Si ndio wakati mwingine unasikia kweli na nilikuwa nafikiria ni mchungaji ndio mwenyewe amenitendea kitendo kama hiki. Ndio mwenyewe amenitendea kituko kama hii na nilikuwa nimemwamini, na vile nilikuwa nimemwamini. Ulikuwa umemwamini 100% pale ya kumpea 50, umemwamini so. Acha nikwambie, amini mtu 50, hapana so. Kuna Mungu wa kuamini so yote mzima. Sababu huyu Mungu, huyu ndio mwenyewe hakuagi na sahau. Ndio mwenyewe hakuagi na pungukiwa, ndio mwenyewe hakuagi na chelewa, na ndio mwenyewe hakuagi analala wala asizi. Huyu peke yake, na ndio mwenyewe akisema ndio na yake ni ndio. Nikikwambia ndio na baadaye nakwambia nilikuwa nimesahau, kwanza hiyo mambo haitawezekana tena. Hallelujah. Sasa amebarikiwa mtu ambaye ameweka mategemeo yake kwa Mungu. Mahali pana matumaini, mahali pana mategemeo ni kumaanisha ambapo hapo moyo wako kuna makimbilio yako. Hapo ndio kuna makimbilio yako. Hallelujah. Unajua watu wengine roho zao ziko kwa bank, sababu ndio kwenye kuna pesa yao. Na wengine simu ikipotea anaweza piga nduru mkashinda ni mtu amekufa, kumbe ni simu tu ndio ni simu tu imepotea ama imeibiwa, na mtu anaweka mikono kwa kichwa. Unashindwa kuna nini? Kumbe ni simu peke yake. Na mtu anakuwa na stress, na kila mtu atajua kama aliibiwa simu. Ama kila mtu atajua already huyu yuko na stress, kumbe ni ya simu iliibiwa.
atusaidie. Haleluya. Sasa unaona Mungu akisema Musa nitengee miji, ama Joshua nitengee sasa hiyo miji ya makimbilio kwa sababu ya hawa watu ambao wametenda hii makosa. Kuna mahali ambapo hii sehemu ilikuwa na watu wengine wanapitia mashida lakini hawawezi kimbilia huko. Kwa hiyo kuna watu ambao wana machungu ya maisha na hawawezi fika huko na wanaumia. Kulikuwa na limitation. Waibrania 8:7 iko nasema kwamba sababu ile ya kwanza haikukuwa perfect. Ile agano ya kwanza ndio maana ya pili lazima itengenezwe, lazima ya pili ikue, kwa sababu ile ya kwanza ilikuwa ni kifuniko. Maana kama ile ya kwanza ingalikuwa halina upungufu, nafasi nyingine isingelitafutwa kwa lile la pili. Kama ile agano ya kwanza ingekuwa iko perfect, iko sawa, ni kumaanisha hata Yesu asingekuja wakati wetu. Lakini kwa sababu ile ya kwanza ilikuwa na upungufu, ilikuwa na madhaifu yake, hakukuwa na mji wa pili ama wa saba kwa sababu ya binadamu, kwa sababu yetu, ndio maana unakuta kwamba ilikuwa na upungufu yake, na Mungu asingeacha hiyo upungufu. Mungu asingeacha vitu vikae katika yani kifuniko, yani vikae ni kama mnawazia, yani mnafikiria tu. Hapana, lazima afanye kitu ambacho kinaonekana sasa really. Hapana kwa mfano. Hii ilikuwa ni kama ni kwa mfano. Hii ilikuwa inajaa na masheria. Acha Mungu alete sasa kitu ambacho kiko real. Na hapa walikuwa wanajipeleka. Hapa kuna mji wa pili ambao sasa katika agano jipya ambalo tuko nalo, makimbilio yetu kwetu, sasa sisi tunaitwa, sio kujipeleka. Kipindi tuko nacho kuna yule ambaye anatuita. Haleluya. Kuna mji ambao unatuita sasa, sio tena kujipeleka sababu ulikosa. Hii sasa mtu yeyote ambaye kuna problem yoyote kwa maisha anaitwa sasa. Mathayo 11:28. Mathayo 11:28. Hapa kuna mji wa makimbilio ambao uko hapo, nasema njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sikia, njoo nafasi sasa ya mapumziko hapa. Nafasi pa maficho, nafasi pa kujiringia ndio hapa sasa, ambao Yesu mwenyewe anakuja kujizirisha kusema kwamba ni yeye sasa, mkuje kwake. Wewe president gani amesema yeye atakuwa msaada kwetu? Nani? Kuna mfalme kwa Biblia aliwahi kuwa msaada kwa hawa wanakuaga msaada wakati wa kampeni, lakini hapana wakati wamepita. Wakati wa kampeni ni rahisi sana kiongozi ama rais ama mtu yote akupee kitu, lakini si wakati ambapo amedhibiti. Lakini mfalme anasema namna gani? Njooni kwangu ninyi nyote. Sio mambo ya watu ambao waliua tu wapate refuge. Hapana. Hapa kuna watu ambao ni wagonjwa ambao walikuwa wanatengwa huko, hawana nafasi. Kwa sababu gani? Kulikuwa mmoja ama mji wa saba ambao ulikuwa bado haujakamilika. But mji wa saba ni huo ambao unakuja kusema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka. Mji wa saba ambao ndiyo Yesu sasa, ili ajizirishe kuonekana kwamba ndio. Na ndio nikuta kwamba hata Filipo alikuwa anajiuliza, na wewe unatuambia mambo ya baba. Hajui kama iko na baba already. Hajui mji wa makimbilio already iko naye hapo. Sababu hiyo kipindi haikuwa kipindi cha kujificha tena. Ilikuwa kwamba wewe unauliza nikuonyeshe baba. Anayeniona mimi ameona, cause mimi niko ndani ya baba na baba yuko ndani yangu. Hallelujah. Kwa hiyo hakuna haja kutengeneza Karura Forest kusema ndio mahali tutakwenda kujifichia hapo. Hapana. Sasa hizi tunatembea na mji wetu wa makimbilio. Acha nikwambie mtoto wa Bwana, tuko na mji wetu wa makimbilio ambao anaitwa Jehova Shama, ambao anaitwa Jehova Rafa, ambao anaitwa Jehova Roy. Yeye anasema kwamba wote wakuje kwake wenye kusumbuka. Wale ambao wamesumbuka na ndoa wakuje tu kwake. Wale wanasumbuka na kazi mkuje tu kwake. Na hiyo mizigo mko nayo mkuje nayo kwake.
huku kulikuwa kunahitajika watu ambao wamefanya makosa ya mauaji peke yake, lakini hapa matasa wanaitwa kwamba wakuje waingie katika huu mji, kwa sababu kuko na mji mmoja tu ambao ulikuwa unaandaliwa kwa sababu yetu ya rest. Hapa ndio mahali ambapo pana mapumziko. Sikiza nikwambie, watu wanaokimbilia kutafuta msaada kwa waganga, acha nikwambie hautasaidika wakati wote. Uko ninakuaga na period tu, lakini acha nikwambie kwa Yesu kuna mji mzuri ambao ni wa mapumziko. Anasema njoni kwangu nyote mnaosumbuka, wanaokuwa na stress ya maisha, mkuje kwangu, maana kwangu kuna mapumziko. Haleluya. Huu ndio mji wa kutamanika sana. Huu ndio mji ambao unafaa, mji ambao hauna upendeleo, haubagui eti wanani ndio wanapashwa. Hapa hakuna mambo ya kusema kwamba tumeweka limit. Ukijipata tu uko na burden, uko na mzigo, ukijipata tu uko na stress, una masumbuko, leta kwake. Ndio kwenye kuna mapumziko hapa. Haleluya. Kwa hiyo mimi na wewe tunahitajika kusema kwamba tuna makimbilio yetu. Acha nikwambie watoto wa Mungu, kama watu wako na makimbilio mahali wanaendaga kukimbilia, sisi tuko na makimbilio yetu. Mungu kwetu ni kimbilio. Haleluya. Mungu kwetu ni kimbilio. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Tuko na makimbilio ambayo inafaa, ambayo inaweza kuhifadhi mtu vizuri sana. Huku hakuna mahali ambapo hakuna space. Space iko. Hapa kuna space my friend. Hapa kuna room. Wakati mwingine unaweza kuwa unapitia stress na kiateka na kubishia mlango na kuongezea kufuli. Mwambie nina mahali ambapo niko na mahali pa kurest. Haleluya. Mambo inapoenda vibaya tu wewe sema niko na mahali pa kurest, ninajisumbua na nini? Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Sikiza, eti na nguvu. Haleluya. Isaia tupe Isaia 40 mstari wake wa 29 tu hapo kwanza. Tupe hiyo neno nasemaje? Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Haleluya. Isaia 29 inasema hivi, huwapa nguvu wazimiao. Sikiza, watu ambao wanataka kusirai, wanataka kuanguka, watu ambao wamejiona kama wamefika mwisho. Sikiza nikwambie, yeye anawapa nguvu wale ambao wako katika kuzimia. Uwaongezea nguvu yeye asiyekuwa na nguvu. Sikiza nikwambie mtoto wa Bwana, wakati ambapo unataka kuzimia, unasikia kwamba unataka kuanguka, wakati ule ambapo unasikia kwamba hauna nguvu, wewe ni mdhaifu, anasema kwamba yeye anawaongezea power. Haleluya. Sikiza nikwambie, hakuna kitu kizuri katika maisha kwamba kuwa na power. Kuwa na nguvu ni kitu acha dunia haitaki watu ambao hawana power. Haitaki watu ambao ni walegevu. Hakuna kampuni itakuita mtu ambaye ni mvivu. Inahitaji watu ambao ni mashujaa, watu ambao wako na nguvu. Ndio watu ambao wanatakikana kila mahali. Watu wenye kuwa na nguvu ndio wanatakikana mahali. Na hii dunia ambayo tunaishi ndani, kuna power mbili ambazo zinafanya kazi, na kama hauko kwa moja utakuwa umeumia. Sikiza, uwapa nguvu wazimiao. Humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na nguvu. Sikiza sasa, wenyewe asiyekuwa na nguvu, kuna nguvu yako hapa. Kuna Mungu anapeana nguvu tena bila masharti. Hautabeba kuku ili akupee nguvu. 30 nasema hata vijana watazimia na kuchoka, na vijana wanaume wataanguka. 31 nasema bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watakimbia wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Hallelujah. Ndio kwenye kunataka. Sikiza nikwambie, wakati watu wanaenda kutafuta, wewe unasema tunaenda Christmas, wengine hawaendi Christmas ya Christmas, wengine wanaenda kuongeza nguvu na kutafuta nguvu. Sikiza, hii dunia tunaishi na power mbili na zinafanya kazi, lakini hiyo ni powerless. Sababu iko ni na wakati. Wewe tukisema tunaenda ingoko kula ingoko, wengine wanaenda mahali wanaenda kuongezwa nguvu. Sikiza nikwambie, maisha ukiona mtu anainuka kwa biashara, hainuki na bure. Anaweza kuwa na nguvu zile ambazo anainuka nazo. Hakuna biashara inainuka bila nguvu.
Hakuna ndoa inasimama bila nguvu. Hakuna kazi inadhibitika bila nguvu. Kila kitu ambacho ama boma ukiona imesimama ina nguvu yake ambayo inatumia. Kama hayuko kwa Mungu atakuwa kwa shetani. Hii vitu havitemi eti sasa mimi niko na technology, mimi nimesoma sana. Hakuna mambo ya hivi, tunahitaji ni power ndio inahitajika. Na ndio maana Yesu alikuwa anaambia wanafunzi ya kwamba msitoke Jerusalem mpaka mtakapopokea nguvu. Mpaka mtakapopokea nguvu ndio mtakapotoka. Sikiza nikwambie, hakuna mahali unaweza kufanya kitu pasipokuwa na power. Na hakuna mtu anakuachia njia kama huna power. Watu wenye kuwa na power wanaachiwa njia. Watu wenye kuwa na power wanasimama. Na acha nikwambia, nasema kwamba sisi kuna mahali ambapo nguvu zetu zinatoka. Wakati wengine wanajenga nyumba zao kwa nguvu za kamte, kwa nguvu za mganga, tunajenga nyumba zetu na nguvu za Jehova. Hallelujah. Wakati ambapo wengine biashara zao zinanawili kupitia waganga na wachawi, sisi vyetu zinasimama sababu ya Jehova. Hatutegemei nguvu zingine isipokuwa za Jehova. Nguvu zetu ziko ndani ya Bwana. Acha nikwambie, kuna kipindi cha kupungukiwa ndio, lakini yeye anapeana nguvu kwa wale ambao wamekuwa kwa kuzimia. My friend, hautazimia tena. Acha nikwambie mtu wa Mungu, Mungu atakutia nguvu. Sababu tuna kisima, tuna mji ambao unapeanaga nguvu. Tuna mahali ambapo tunapewaga nguvu sisi. Wakati tunaingia kwa maombi tunaenda kujicharge. Wakati ambapo tunasoma neno tunaenda kujicharge. Wakati ambapo tuko katika fellowship tuko katika kujicharge. Wakati ambapo tuna worship tuko katika charging. Wakati ambapo tuna praise ni wakati ambapo tunajicharge. Sababu sisi ni kama betri. Kuna wakati ndio tunaweza pungukiwa, lakini kwa sababu wale ambao wanazimia wako na nafasi ambapo watapata tena nguvu ya kusimama, na ndio hawa wako katika hema ya Bwana mchana wa leo. Nataka kuambia kwamba hautazimia tena. Wale ambao wamezimia hamtazimia tena, because there is a power in the name of the Lord. There is a power. Kuna power ya kipekee. Ile ambao huwezi weka maji kaweza kupoa, hapana. Kuna power zingine ukiweka maji zinaisha nguvu. Unasikia mtu alitembea na irizi kwa kiuno, lakini baada ya hapo irizi kianguka ikipotea, anakuambia nguvu inaisha. Anakuambia sasa mambo yake inaisha. Lakini watu ambao wanatembea na jina la Jehova, na ndio maana nampenda Daudi, siku amesimama mbele ya Goliath. Goliath amesimama na fimbo na fumo na mkuki. Daudi anamwambia namna gani? Wewe unanikujia na hizi vitu vyote, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli ambao umetukana wewe. Acha nikwambie, hawezi stand kwa mtu ambaye anasimama na nguvu za Mungu. Sikia nikwambie, leo ndio siku yako ya kwamba hata mchawi atasema wewe ni mchawi. Kwa sababu gani? Amepata power ambayo iko super power. Hakuna siku mchawi aliweka mtu wa Mungu kwa mchanga, lakini watu wa Mungu wanaweka wachawi kwa mchanga. Kwa sababu gani? Tuko na super power. Hii ni power ambayo haina limitation. Hii ni power ambayo inavuka mipaka. Hii ni power ambayo inavuka border. Ndio maana hatuna haja ama hatuna hofu ya kusema tutazimia. Haiko wakati wa kuzimia, ni wakati wa kuchajiwa. Wewe ambao ulikata tamaa, hauombi tena kwa sababu ya vita unavyokabiliana navyo, nataka kutangazia mchana wa leo ya kwamba inuka uweze kuangaza, sababu ni wakati wako ambao nuru ya Jehova inakuja kukuangazia. Haiko wakati wa kukaa chini, ni wakati wa kusema niko na new power. Niko na nguvu mpya, nina wakati wa kuinuka na kupaa kama tai. Sisi hatujafananishwa na kuku bwana. Sisi tuko kwa mfano wa tai. Kila wakati anakuwa renewed. Kila wakati ambapo anafikia katika uzeeni anakaa ni kama amechakaa, hiyo manyoya inatoka, anaweza kupaka nyingine mpya. Haleluya. Ndio maana ukiona mtu wa Mungu iko chini leo, usimkanie kwamba ataishi chini. Ukikula pesa ya mtu wa Mungu unasema kwamba nimekula tuone atafanya nini. Acha nikwambie, hiyo ni ya wakati tu. Hata umekula moto, jua kwamba wakati uko. Usimuone leo ni mnyonge iko chini ukafikiria kwamba ataishi chini milele. Hapana, kuna power ambayo itamuinua tena. Acha nikwambie, ndio maana Paulo alikuwa anasema na kanisa la Wafilipi, alikuwa anataka ajue ile nguvu kwamba yeye ilimtoa Yesu ndani ya makaburi. Ile nguvu. Tuko na nguvu bwana, acha kujidharau. My friend, tuko na nguvu ambao wachawi 1000, 1500, 10,000 wanaweza kuja kushindana na wewe peke yako tu. Na washindanage na watu wengi peke yako tu, na ukasema niko na Mungu.
Ukiwa na Mungu peke yako unatosha. Acha kuangalia tukiwa pamoja. Hakuna mambo ya pamoja. Ndio maana nimesema kwamba Mungu kwangu mimi ni kimbilio na nguvu. My friend, acha nikwambie mtoto wa Mungu, unahitaji power. You need to have power. Unahitaji kuwa na power. Wewe ukiona hata tuko hapa, unaona generator tumeweka hapo kwa sababu gani? In case hapa watafanya mistake usema kwamba hakuna power inapotea, tuko na backup. Hallelujah. We have backup. Na sisi tuko hapa. Watu walikuja walikichoka mioyo, watu waliokatishwa tamaa. Hapa kuna mji wa makimbilio ambao uko na generator ambayo haikuagi na katika eti mafuta imeisha. Hapa kuna stima ambayo inakuaga hapa, ambayo haihitaji mtu wa Kenya Power, inahitaji tu kumwambia Jehova, nimepungukiwa, Bwana unijaze tena. Hapa nimepungukiwa, hapa nahitaji tena ujazo. Kuna pana kukaa chini kusema sasa nimeishiwa, sasa siwezi tena. Mtu wa Mungu akuage mahali ambapo siwezi tena. Hata bado kingali wao unafikiria mifupa mpaka ya Elisha ilifanya mtu ainuke tena. Niambie kama mtu anaweza kuwa amekufa na eti wakuja kuweka maiti juu yake, na mtu tena huyo mtu alikuwa amekufa asimame sababu ya ile upako ilikuwa imezikwa hapo. My friend, hata kama unakaa ni kama umekufa, bado hujakufa. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Hallelujah. Na power. Sisi kwetu ni nguvu. Mungu wetu sisi ndiye nguvu zetu. Hatuna nguvu huko kwa benki. Hatuna nguvu huko kwa watu. Nje ama kwa familia. Hatuna nguvu ndio, na tunaonekanaga wanyonge. Lakini anasema namna gani? Sisi ni washujaa. Sisi ni watu wenye nguvu. Kuna wengine ambao wako na nguvu sababu ya pesa. Pesa ndio nguvu zao. Na wengine uchawi ndio nguvu zao. Sisi mambo yetu tasimama na sababu ya nguvu ya Jehova. Sababu ya nguvu ya Mungu. Acha huyo mtu amejiringia sababu yanaendaga huko kila wakati. Mwambie kuna wakati hautaenda huko. Lakini sisi mahali tunakuja kuchajiwa ni hapa. Haleluya. Wakati uko chini, wewe soma neno la Mungu, kaa kwa neno tu. Utasikia kuna nguvu zingine zinaingia ndani yako. Unasikia feeling zingine. Sasa nilijaribu kuomba soma neno. Ikikataa kwa neno, ingia kwa maombi. Ikikataa kwa maombi, ingia kwa fellowship. Ikikataa fellowship, wewe kaa chini sasa umeditate. Kama inakataa, ingia kwa worship. Ingia kama inakataa worship, pia nyimbo za praise. Utasikia kuna atmosphere ambayo ina change. Sababu sisi si watu wa kukaa chini kila wakati. Hapana. Umesikia mama amesema next Sunday by fire by force iko kwa madhabahu. Na najua shetani alifikiria labda nimemkomesha. Hujamkomesha bado. Hata simama tu. Haleluya. Wale wanaozimia moyo, acha nikwambie siku yao ya kutiwa moyo ndio hiyo. Haleluya. Hakuna haja kuzimia moyo. Ninaona watu wengine wanasema kwamba na mwaka unaisha. Mwaka sio wako, mwaka ni wa Mungu. Haleluya. Siku moja kwa Mungu ama dakika moja kwa Mungu inaweza fanya ukacheka. My friend, acha nikwambie, kuna mtu ambaye alikuja kupata mtoto hata wakati ambapo amesema mimi siwezi tena. Acha nikwambie mtu wa Mungu, acha kukatishwa tamaa. Kwa Mungu ambaye tunakimbilia, acha kukatishwa tamaa. Hiyo mji ya kwanza ikukuwa na mahali pa wagonjwa. Wewe ambao uko na magonjwa, acha kukatishwa tamaa. Kuna watu walikuwa na ukimwi na zikaisha, zikapona. Kuna watu walikuwa na kansa, tuko na umoja ambaye alikuwa neko na ushuhuda kwamba Mungu alikausha hiyo kansa. Kuna watu ambao wako na TB ama magonjwa ya aina. Wewe acha nikwambie, kuna makimbilio ambayo iko na dawa ya kila ugonjwa. Hata masaa imeisha hata. Acha nichukue dakika 5 tu. Haleluya. Hiyo ingine sasa, unajua wahubiri wanakuwa na shida. Nasema ujumbe haijaisha. Mimi sasa itaisha saa ngapi? Huwezi maliza ujumbe. Hizo zingine zitakaa, hizo pointi zitakaa hapo chini. Zitagojea siku nyingine. Haleluya. Ile kitu moja ambacho nataka kukutia moyo tu nikwambie, hautazimia moyo tena. Sababu Bwana anatiana moyo, anatiana nguvu. Sisi kwetu ni kimbilio. Sisi kwetu ndio hapa ndio kuna kuwaka mahali pa kutulia kwa Mungu wetu. Ukiona umeenda mahali, wewe kimbilia tu kwa Mungu. Kimbilia tu hapa. Kwa Mungu peke yake ndio kuna mahali pa kupumzika. Hapa hakuna stress. Hapo ukikuja na magonjwa anaweza kukuacha utulie, kwa sababu sio wagonjwa wote watatoka na wakati moja. Kuna wagonjwa ambao wanachukua time.
Usijalishwe kusema kwamba na nimekawia sana katika hii situation hii. Mimi nakwambia, acha nikwambie, nitapigaga hapa nitakuwa nitatembea hapa hiyo siku na sio mbali. Kwani si niko na mji wa makimbilio bwana? Niko na mji wa makimbilio ambayo inabeba package zote. Hapa tu. Ya ready tena. Hapa. Ready carpet my friend. Hapa. Kwani ni siri? Na ninajua hiyo uniform nitavaa hiyo siku. Already nilishaga jua already gani. Sina wasiwasi. Mimi ninajua paka kala. Mimi ninajua mpaka kala ile nitavaa hiyo siku. Ukiona ninatulia sina haraka, usijisumbue na mimi. Ukiona nimetulia usisumbuke sana eti. Na hata ukiniambia nimechelewa wapi? Nimekawilia wapi? Na sifanye makimbizano na mtu, siko kwa marathon na mtu. Niko ukinihesabiria miaka, nitakwambia miaka 1000 kwa Mungu ni siku kama moja. Ni kama jana. Ni numbers. Hallelujah. Sababu tuko na mji wa makimbilio bwana. Hapa ndio kuna kila kitu. Hallelujah. Sasa hizo pointi zingine sababu ya wakati wetu tutaongea siku Mungu atataka. Amen. Hii mbili, Mungu akuwe makimbilio yako. Mungu akuwe matumaini yako. Na jambo la pili, Mungu akuwe nguvu yako. Hallelujah. Achana na mahali eti sasa tunaendaga mahali kule kunaweza ongezwa nguvu. Acha nikwambie, hata watu walikuwa na corona walikuwa na booster. Sisi tuko na booster yetu. Uliona mtu alidungwa sindano kama mara 3 na bado anaambiwa kuna booster. Waendelea kuboostiwa tu. Sisi tuko na booster yetu ya Roho Mtakatifu. Anatuboost kila wakati. Hallelujah. Tuna booster yetu ambayo ni Mungu wetu. Tuna booster yetu ambayo iko ndani ya neno la Mungu. Ndio tunatiwa nguvu. My friend, acha nikwambie, wewe uko na nguvu za ajabu, ni vile tu hujawahi kuzitumia ndani yako. Unajua ni vile nataka kukaribisha mama. Hii muda ni wewe kujua makimbilio yako ni wapi. Wakati unapigwa, makimbilio yako iko wapi? Madeni kikunyorosha, makimbilio yako ni wapi? Acha nikwambie, kuna watu wako usiwaone wanavaa vizuri. Kuna watu wanaumia huku kila wakati na message za bank. Wanaumia. Sikiza, acha mfanye Mungu wa makimbilio yako. Sijajua tunajisema ni wewe. Nasema tu kuna watu, sababu kuna wengine kwa mtandao wanatufuatilia. Kuna watu wanaumia na wengine paka na magonjwa. Kuna mahali pa makimbilio. Hallelujah. Mahali kama hauna nguvu ya kuweza kujitokeza utokee mahali, kuja hapa kwa makimbilio. Kuna Mungu ambaye ni makimbilio. Kuna Mungu ambaye ni nguvu yetu. Na usijione kuwa mnyonge kila wakati. Inuka tena, kwa sababu wakati wako wa kuinuka ndio. Bwana wabariki na Bwana watende mema. Simama tuweze kukaribisha wamam katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. 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 Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Asante. Pigia Apostle makofi mzuri. He deserves better. Wow. We are blessed, aren't you? We are. Thank you, Apostle, for such a powerful word. We are encouraged. We have faith. The Bible says in the book of Hebrews 10:39 that we are not of those who shrinks and go back and are destroyed, but we are the kind who have faith and we move forward with hope. We have a place of refuge. Yes. Have a seat.